Machi 8 kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya mwanamke, ikiwa ni kuenzi harakati za ukombozi zilizofanywa na wanawake miongo kadhaa iliyopita. Kubwa zaidi ni kuangazia changamoto ambazo bado zipo mbele yao, lengo likiwa ni kukomesha ubaguzi wa kijinsia katika nyanja zote za kimaisha, yaani kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Siku ya wanawake kimataifa ilikuja kutokana na vuguvugu la wafanyakazi mnamo mwaka 1908 na ikatambuliwa rasmi kama hafla ya kila mwaka miongo kadhaa baadaye katika mwaka wa 1975. Mnamo mwaka 1908 zaidi ya wanawake 15,000 waliandamana katika jiji la New York kudai muda mfupi wa kufanya kazi, malipo bora na haki ya kupiga kura. Na siku hii katika kalenda ilikuwa Machi 8. Katika baadhi ya nchi za Afrika, siku ya wanawake duniani inaadhimishwa kama sikukuu ya umma katika nchi hizo, ikiwa ni kutambua mchango mkubwa ambao wanawake na wasichana walitoa kama wapiganaji katika mapambano ya uhuru wa nchi hizo. Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayoadhimisha siku hii ya wanawake duniani kila mwaka, na kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Lengo likiwa ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana. Katika mkoa wa Mwanza lipo wimbi kubwa la wanawake wanaopambana kujikwamua kiuchumi, achilia mbali maeneo ya mjini ambako kumeonekana kuwa na shughuli nyingi za upambanaji, lakini yapo maeneo yaliyo nje kidogo ya mji yaliyojaa wanawake wapambanaji. Lakini nyuma ya harakati hizo zipo jitihada za wadau mbalimbali wenye nia safi ya kuwakomboa wanawake hao. News Update Media tumefunga safari mpaka katika wilaya ya Kwimba, eneo la Sumve, kutazama mchango wa wadau hao katika kumkomboa mwanamke kiuchumi. Tayari tumeshaanza safari kutoka katikati ya viunga vya jijini Mwanza kuelekea Sumve wilayani Kwimba, ambapo tutatumia takriban kilomita 55 mpaka kufika huko. Kaa hapo hapo, ninayo mengi ya kukujuza. Mtazamaji, ni mafunzo mbalimbali wanayopewa wanawake kuwawezesha kujikomboa kiuchumi yaliyodhaminiwa na ndugu Cuthbert Albert Joseph, kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo wao wanamuita mtoto wao wa nyumbani. Tumepata mafunzo ya kujifunza kutengeneza sabuni ya maji pamoja na sabuni ya mche. Na unafikiri elimu hii ulioipata itakuwa na manufaa gani kwako au pamoja na wanawake wengine kijamii, kiuchumi na mambo kama haya? Elimu tuliyoipata kwanza kabisa itatuondolea umaskini. Pili, wanawake majasiri tumepata elimu ya kujikomboa na maisha duni. Tatu, tutakapoendelea kufanya, tunaamini kwamba tutaendelea kuifanya hii kazi kwa sababu tayari elimu tumepata, hatutaendelea tena kuhangaika na maisha duni. Tutawafundisha hata watoto wetu wataendelea kuwa na maisha mazuri kwa sababu tumeshapata sisi wakubwa elimu. Unaona? Alafu pia
hatutaendelea tena na maisha ya kulima. Maana sisi tulikuwa na tabia vijijini, tuna maisha ya kulima vibarua. Unaenda kuajiriwa na mtu, unalima ndio unapewa pesa. Lakini kwa sasa hivi kwa vile tumeshapata hii elimu, hatutaenda tena kulima vibarua. Tutakuwa na mtaji wetu kamili, tutajiendeleza, tutakuwa na maisha mazuri. Sawa. Leo mmepata nafasi ya kujifunza kutengeneza sabuni hizi, lakini siku chache zilizopita mmejifunza kuhusiana na utengenezaji wa batiki. Unaweza kutuelezea ni maendeleo gani ambayo mmefanikiwa kutokana na huu utengenezaji wa batiki? Nafikiri ilikuwa mnamo tarehe 12 tulipata wadhamini, tulipata wahusika yani wa mafunzo ya batiki. Walikuja tarehe 12, tarehe 13 tulianza hayo mafunzo. Tulifundishwa kutengeneza batiki. Basi walikaa kama siku 2, tukajifunza siku 2. Tumetengeneza batiki, kwa kweli tumepata batiki. Tulikuwa na vitambaa 4, tuseme vitambaa 4 hivyo ukikata batiki zinatoka 48. Kwa hiyo tulitengeneza 48, hivyo batiki 48 tukaanza kuuza. Tumeuza kila batiki, tulikuwa tunauza kwa shilingi 12,000. Kwa hiyo tumeuza batiki hizo 12, lakini pia ndani tukapeana sisi kwamba wahusika tuwe tunatoa 10,000. Kwa hiyo wahusika tuko watu 14 kwa amu hiyo ya batiki. Kwa hiyo zilizobaki hizi tukauza 12. Tuna mtaji karibia 700,000 na sehemu. Unaona, sasa hizo 700,000 na sehemu tunao uhitaji tena wa kufuatilia tukanunue vile vitambaa, maana mtaji tayari tumeshaupata. Tukanunue vile vitambaa na rangi na vinavyohusika zaidi kwa ajili ya kuchanganya kwenye batiki ili tuendeleze mtaji wetu. Naona sasa hivi kwenye hali ambayo tulikuwa nayo kipindi cha mwanzo kule nyuma ilikuwa ni mbaya sana kwa hali ya hewa, kwa kweli ilikuwa ni ngumu, mpaka hata sabuni unakoswa hata nguo. Lakini kwa sasa hivi tunaona tutakuwa vizuri kabisa, maana tayari mtaji tunao na tutaendelea kuwa nao. Tukapata wasaa wa kushuhudia mafunzo. Mafunzo haya yameonekana kuwa na tija kwa wanawake hawa, kutoka kuwa wamama wa nyumbani mpaka kuweza kujitengenezea kipato na kuepusha utegemezi. Elimu niliyoipata itatusaidia katika jamii, vile vile katika familia yangu, kwa sababu nimejua kutengeneza hivyo vitu. Nafikiri naweza nikauza nikapata pesa za kutosha za kunisaidia katika familia na jamii pia. Kwa mafunzo tuliyoyapata kwangu mimi ni kunisaidia kimatumizi madogo ya nyumbani, pia na kusomesha pia wanangu. Manufaa yangu imenikomboa kimaisha, nimeweza kujikimu katika hali yangu duni, na pia mimi ni fundi cherehani, imenisaidia kushona. Hizi dira tunazovaa wenyewe ndio tunashona wenyewe kupitia mafunzo tuliyojifunza ya kutengeneza batiki. Kwa hiyo tunashona, tunatengeneza na tunashona sisi wenyewe. Unawaambia nini wanawake wengine ambao wako nyumbani ambao wanaonekana kuwa kama ni tegemezi? Naambia wanawake ambao wamekaa majumbani hawana kazi za kufanya, waamke, wachangamkie hii fursa, waondokane na hali ya kuitwa magorikipa majumbani. Hakika asiye na shukurani si muungwana. Wanawake hawa wanaonyesha uungwana wao kwa kumshukuru kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Cuthbert Albert Joseph, ama mtoto wao wa nyumbani. Nafikiri sio sisi, maana kama nilivyoeleza mara kwanza kwamba sisi hatukuwa na chochote. Tulipata mdhamini mwenyewe ni kijana wa humu kijijini kwetu, ni mzaliwa. Kijana mwenyewe anaitwa Cuthbert amezaliwa hapa. Nafikiri kufikia na kutukwanyua kwenye haya mambo kama kijiji chake wakati alikuwa anasoma. Amemaliza darasa la 7, alifaulu kwenda sekondari. Alipofaulu kwenda sekondari, baba yake hakuwa na uhitaji wa kumtolea ada. Unaona? Sasa yule kijana alikuwa na shauku ya kusoma. Sawa? Basi alijisikia vibaya. Nafikiri siwezi nikakumbuka huo mwaka, maana ni siku nyingi zimepita.
Siku hiyo wakati babake amemwambia kwamba hawezi akamtolea ada, alijisikia vibaya. Aliamka usiku kama sio saa 7 au saa 8 vile. Akaenda, hatukujua kwamba ameenda wapi, lakini kilicho tushangaza sasa ni Asili alikuwa kama analia vile huku anaelekea polini. Basi ile hali watu iliwashangaza, ikabidi wamfuatilie. Baada ya kumfuatilia kule polini walikuta yuko kwenye hali ya kujinyonga. Unaona? Sasa ndo wakamwahi. Walipomwahi wakamrejesha nyumbani, wakamuuliza kwa nini unafanya kitu hiki? Akasema nafanya kitu hiki kwa sababu baba ameshindwa kufanyaje kunitolea ada. Basi walimsihi, tukamshauri yani kwa pamoja, wanawake kwa wanaume, tukamwambia atakulipia, kaa vizuri na babake. Tukamshauri, akafanyaje, akakaa vizuri, akamlipia. Unaona bwana. Sasa baada ya kuendelea na masomo, amesoma vizuri, kamaliza, Mungu kamsaidia, akafanikisha maisha yake. Alipofanikisha maisha yake akaona kwamba ni vizuri zaidi nikaenda kuangalia hali ya nyumbani. Watu hawa ndo wamefanya nikapata hiki. Basi kwa mtazamo wake akaja nyumbani. Alipokuja nyumbani alitukusanya kama wananzengo, yani tunaita wana kijiji, si ndio? Kijiji cha Songea Rugurubi. Basi alipofika alituambia kwamba jamani, ndugu zangu, mwanenu nimekuja kuwasalimieni. Sasa nilipokuja kuwasalimieni, mnahitaji kitu gani? Mimi mlinikomboa, mliyanusuru maisha yangu. Ningekuwa marehemu sasa hivi. Mnahitaji kitu gani hapa kijijini kwangu? Tulimwambia tunahitaji viti. Hatukuwa na viti vya nzengo. Tukamwambia tunahitaji plate. Tukamwambia tunahitaji maturubai. Basi baada ya kumwambia hivyo alileta vile vitu vyote. Baada ya kuleta vile vitu vyote akaja tena, kuna kipindi akasema, mama zangu mnajishughulisha na nini? Baada ya kuona kila tukimwona tunahitaji nini? Pesa. Baba naomba 100, naomba 1000, naomba kangapi? Sasa kaona mama zangu hao mbona watanikondesha? Nifanye kitu gani ili nisipate haya? Unaona bwana. Basi ndo akatuuliza, akasema, mama zangu, baba zangu, wadogo zangu, wapo ni nzengo, mnahitaji kitu gani niwasaidie kwenye nzengo yangu ili msiniombe hiyo 100 na hiyo 1000 na 2000? Tukamwambia sisi tunahitaji angalau uangalie ni kitu gani, maana tulikuwa tuko unajua kufunikwa. Tulikuwa tumefunikwa, hatujui na kwamba tuanzie nini, tuende wapi. Akasema sasa mimi nitawaleteni watu wa kufundisha batiki. Unaona bwana. Awamu ya kwanza nitaleta batiki. Kishamaliza nitawaletea tena wengine nini, mtengeneze tena nini, sabuni ya maji. Ila nitagaramika mimi. Unaona, tanunua vitambaa, kila kitu kinachohitajika tufanya nini, nitawaleteni. Tukakubali. Ndio ninavyosema kwamba tarehe 12 hiyo ndio akawa ametuletea. Akawa amewalipia wale watu na mtaji katuanzishia sisi. Unaona? Na mpaka wa leo hivi tunavyotengeneza sabuni mtaji wa kwake. Unalipi la kumwambia mtoto wenu wa nyumbani, ndugu Cuthbert, ambaye ndo amekuwa chanzo cha kuwakutanisha nyie na kuwadhamini kuhusiana na haya mafunzo ambayo mmeyapata? Kwanza tunamshukuru. Ameweza kutufanikisha, tumekuwa mama bora kwenye familia zetu, na tumpongeze pia. Tunashukuru kwa kutuwezesha. Mungu atamlipia pale alipotoa. Unafikiri ni kwa nini ni yeye tu Cuthbert? Naamini kuna watoto wengine ambao wameshasoma wakafanikiwa. Ni kwa nini yeye tu ameamua kurudi nyumbani na kuwasaidia? Pale ninaweza nikasema kwamba ni mtu aliye na tuseme na nini? Fadhila, anakumbuka fadhila. Fadhila inatokana na nini? Fadhila yake Magi alitaka kufa. Alikuwa amekata tamaa maisha. Lakini baada ya kufuatiliwa na nzengo akaona kumbe wazazi wangu ni wote, nzengo nzima inanipenda. Lazima nirudishe fadhila wapi? Nyumbani. Na hapa wanawake hawa wametambua mchango wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuinua kiuchumi. Kwa kweli napenda kumshukuru sana mama yetu Samia Suluhu kwa mipango aliyoweza kutengeneza kwa ajili ya wanawake. Wanawake tutapata maendeleo na tutaweza kusaidia jamii kwa ujumla. Maendeleo ni makubwa. Kazi aliyoifanya ni nzuri sana, tunamshukuru sana. Kwanza namshukuru mama yetu Samia kwa kutuwezesha sisi wa mama
Ametukomboa katika hali ya umaskini. Tumeweza kujifanyia biashara zetu wenyewe na kuuza na kujipangilia mipango yetu binafsi. Mtazamaji, na hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu ambapo tuliwatembelea wanawake hawa wa Sumve wilayani Kwimba mkoa wa Mwanza, ambapo walikuwa wakipata mafunzo ya utengenezaji sabuni, yani sabuni za mche na sabuni za maji. Lakini siku kadhaa zilizopita walikuwa wakipata mafunzo ya utengenezaji batiki. Mimi sina la ziada. Mimi ni Gladness Joseph, nyuma ya kamera ni Jamali Jafari.